Kama umetusikiza vizuri Fedha, tulivyokuwa tunaanza na Eliakim, tumesema kwamba mambo mengi huwa yanaanza pale katika familia. Sijui kama nakubali hilo kwanza. Ni kweli. Kila kitakachofanyika katika jamii huwa chanzo chake ni pale katika familia. Yeah. Sasa kabla hatujakwenda katika hayo mambo mengi, nimegusia swala la afya ya uzazi. Labda kwa ufupi tuelezee wewe katika huduma zako za afya, ukiangazia afya ya uzazi, jukumu lako kubwa huwa ni lipi hasa? Kama mimi jukumu langu lile kubwa kwa afya ya uzazi ni kupeana ushauri na pia kutibu kwa wale ambao wako na shida yoyote. Tukiongea kuhusu afya ya uzazi, saa zingine afya ya uzazi si ile kutafuta ama kusuluhisha ile shinda mtu ambao ako nayo. Pia kupeana elimu ndio mtu aweze kufanya uamuzi bora zaidi. Yes. Ndio baadaye afya yake ikuwe ni nzima. Kwa sababu afya ya uzazi iko na vitu mingi. Kwanza kuna ile uamuzi kuhusu vile utapanga uzazi wako. Pia kuna ile afya njema ya uzazi ama ya ngono. Na kuna pia zile magonjwa ambazo za zinaa watu wanaweza pata katika hii mambo ya uzazi. Kwa hivyo ni muhimu kwanza upate ushauri na pia ujue vile utajikinga. Yes. Yeah. Sasa tukiangazia hii siku ya familia leo, tulivyosema jukumu la familia katika kuhakikisha kwamba wanakuza afya ya uzazi. Unaona familia inapaswa kuchukua jukumu gani? Nani pale katika familia anapaswa kuwa katika mstari wa mbele katika hili? Kusema kweli familia ndio inafaa kuwa ya kwanza kuweza kushauri kwa kuhusikana na afya ya uzazi. Na sana sana kwa hao watoto ambao wanakuwa, kwa kimombo tunawaita adolescents. Na kwa sababu wasipopata hii ujumbe ama hii maarifa kutoka kwa familia, wataenda kule nje waweze kupata ujumbe ambao unaweza kuwa si wa kweli. Na pia zile maamuzi ambazo watafanya hapo baadaye itakuwa inahusisha maisha yao kwa kirefu. Na iwapo wataweza kupata hii ujumbe kutoka kwa wazazi wao ama kutoka kwa wale ambao wanawaaminia na watawaambia ukweli, itakuwa ni muhimu sana, kwa sababu wao wataweza kufanya maamuzi ambayo yata influence ama yatafanya maisha yao ikuwe bora zaidi hapo mbeleni. Leo ni Alhamisi, mara nyingi kote tutasikia Throwback Thursday. Tukigusia hao unaoita sio adolescents na mambo kama siku hizi kunatumika tu Gen Z. Hii generation iliyokuja sasa si kama hata vile sisi tulivyolewa tukiwa hapa millennials na mambo kama yale. Na tukizungumzia hili swala familia, namna labda wazazi wanaweza kujitwika jukumu la kuwalea vizuri na kuelekeza vizuri. Siku hizi inakuwa ni changamoto kubwa sana kudili na hawa watoto. Nianze hapo kwa sababu tunazungumzia kuhusu familia. Ni wazazi walichelewa kuligundua hili kwamba ni generation mpya, wakachelewa kuwarudi na kuwatengeneza hawa watoto, kwa sababu siku hizi si kama zamani. Zamani unaambiwa utalala nje, utaogopa. Siku hizi ukimwambia lala nje, anaenda na hutomuona. Anaenda kabisa. Huwezi kumwambia jambo lolote, utalala nje, hutokula, hana shida na hilo kabisa. So ni wapi familia inaweza ama wazazi wanaweza chukua jukumu wapi kuhakikisha kwamba angalau tunaenda na huu wakati na tuende vizuri? Sasa tuseme kama vile unasema kwa hii generation Gen Z mambo inabadilika. Na ni kwa sababu nitumie tu jina ya kimombo, the world has become a small village. Kwa sababu kila mtu ako na ujumbe ziko hapo nje. Yes. Na kama wazazi tusipochukua ili jukumu kuweza kuelimisha watoto wetu, itakuwa hao watoto wanapata mambo mingi kule nje. Kwa hivyo kama wazazi, jukumu la kwanza ni uweze kutengeneza ile environment ama mazingira mazuri ambayo mtoto wako ataweza kuongea na wewe. Pia yes, na pia si kama ile kitambo tulikuwa tunaambia watoto wanakuja na ndege ama nini. Pia uweze kumwambia ukweli. Nilikuwa naambia mwenzangu hapa akasema ni uongo. Unafaa kumwambia mtoto wako ukweli. Nilijua ni ndege mimi. Kwa sababu asipojua ile ukweli na vile mambo zinafaa kuwa, basi yule mtoto hataweza kujua ni nini inaendelea. Na ile mambo ataambiwa huko nje, atakuja aseme na kumbe niliambiwa hivi. Atajaribu sasa kuanza kujaribu aone hii ni kweli ama ni historia uongo. Hapo kwa watoto manake mara nyingi ni ya kuregesha hapo. Wazazi wote walikuwa wanajaribu kukuficha. Si rahisi mzazi akwambie sijui ni umri gani ambaye anaweza kuwa na uhuru wa kuweza kumuelezea mtoto wake watoto wanapatikana vipi. Ndio tunaambiwa wananunua dukani, mwingine akwambia kwamba unajua nimeenda sijui kumuokota, mwingine yani ni utaweza kushauri katika familia mazungumzo kama haya yanaweza kuanza katika umri gani?
Unasema vile watoto wanakuwa kuanzia miaka 10 hadi 14 hivi. Hao watoto especially kwa wasichana wataanza ile mabadiliko ya mwili. Kwa sababu mwingine ataanza labda kuanza kumea matiti, mwingine ataanza hedhi yake. Na hapa ndio unafaa uanze kuzungumza na yule mtoto. Uweze kumueleza kuwa mwili yake inabadilika, inaweza tendeka, na kwa hiyo umri ndio pia unajua mtoto pia akishiriki ngono anaweza pata ujauzito. Pia lazima uanze kuongea na huyu mtoto na umueleze madhara na umueleze tofauti yake na yule mtoto wa kivulana na zile mambo ambazo wanaweza fanya, kwa sababu usipomueleza huyu mtoto pia atataka kujua mambo zingine wanafunzwa kule shule, na ukikuja uanze kumwambia mambo tofauti na yale ambayo anaambiwa shuleni, itakuwa ana uhakika ni gani ya ukweli ni gani ya uongo. Kwa hivyo yeye mwenyewe ataanza kujaribu na ataweza kukuamini wewe kama mzazi iwapo hautaweza kumwambia ile ukweli ambayo inafaa kuwa. Anaitwa Fedha Mtinyari, ni mtaalamu wa afya uzazi. Tuko naye leo katika studio zetu kwa sababu ni siku ya kimataifa ya kuangazia familia, kuzileta pamoja na kuhakikisha kwamba tunaweza kupiga hatua kama familia. Semekana familia pale ndio kila kitu kinaanza ndani ya kuzacha. Fedha, kama mtaalamu wa afya uzazi, changamoto zipi sana sasa hivi tukiangazia familia ambazo mnakumbana nazo na mmekuwa mstari wa mbele sana kuhakikisha kwamba hizi ndio sana sana zinatatiza na lazima tuzishughulikie? Kwanza kuna mimba za mapema sana sana kwa watoto ambao bado wako shule, bado hawajafika kwa ile umri. Hiyo ni changamoto kubwa kwa sababu inafanya sana sana wasichana wanatoka shule wale wengine kwa sababu sasa unaanza familia ukuwa mdogo. Wengine pia hizi magonjwa za zinaa. Na tukubaliane ni shinda ambayo hiko katika jamii. Kwa hivyo unapata mtoto akianza kupata hizi magonjwa za zinaa itakuwa ni shinda. Na tukisema pia kuhusu hizi magonjwa za zinaa zinaleta kwa kimombo tunaita complications baadaye. Na pia wanaendelea athari zipo kwa wingi. Na wataendelea kupeana hizi magonjwa, huyu akipata atapatia mwingine. Na nikirudia tu hapo kwa mimba za mapema, ndio inafanya pia watoto waanze sasa, wengine wanafanya mambo ambazo zinaweka afya yao kwa madhara. Iwapo wataendelea ama wataanza sasa kutafuta suluhu kwa zile shinda ambazo wako nazo. Kwa hivyo ni muhimu sana sisi kama wazazi pia tuweze kusaidia hawa watoto wajue pia kule wanaweza pata huduma na pia kule wanaweza huenda waweze kusaidika kwa uzuri na wakuwe salama pia. Labda hilo tukirejea pale kwa wazazi, manake kama ulivyosema mazungumzo yanapaswa kuanza mapema. Ni muhimu zaidi tuweze kuwa wazi na watoto wetu. Lakini ni kitu gani huwa kinakuwa na ugumu ule wa wazazi? Unajua kuna wengine, by the way, na umesema kweli, labda sisi kinailia kimo, kuna mambo utayajua tu hapa ulimwenguni. Mzazi wako, mama, baba, hata chukua muda aseme anakaa anaongea na mtoto wake amwambie kuna swala linaitwa ni ushiriki wa kimapenzi. Najaribu kutafuta jina jepesi kama kakangu alivyoniambia. So ni kitu gani huwa kinapelekea wazazi kuwa na ugumu wa kuweza kuwa free na kuongea haya mambo na watoto wao? Sana sana ni kama vile sisi kama Afrika tulivyolelewa, kwa sababu kuna ile watu wanasema mambo zingine huwezi anza kueleza mtoto mapema. Pia kuna ile dhana kuwa ukianza kueleza mtoto mambo ya afya ya uzazi ndio ni kama unamsindikiza ama utakuwa unamueleza kuhusu hizi vitu aanze kufanya mapenzi na mapema. Pia wengine kuna ile kukosa ufahamu. Mzazi anaweza kuwa hana ufahamu jinsi ambavyo anaweza anza kueleza huyo mtoto kuhusu hii mambo ya afya ya uzazi. Kwa hivyo mambo ni mingi, na pia ile kanisa pia vile watu wanakuwa kwa kanisa. Kwa hizo tunazita religious beliefs. Wengine hawataki kuanza kuongea kuhusu hizo njia. Inachukuliwa kama ni kitu ambao si ya si halali kwao. Si halali kwao kuongea kuhusu. Unajua pia kanisa zingine kuongea kuhusu afya ya uzazi ama kushiriki itakuwa ni kama unaongea kitu mbaya sana. Kwa hivyo ni watu waelewe kuwa hizi ni vitu ambazo zinatendeka, na vile tunaongea kuzihusu ndivyo watu wanaelewa kuzihusu zaidi na wataweza kufanya uamuzi bora zaidi. Ona sasa hali ilivyo tukienda katika maisha ya sasa. Watoto wetu tunaona wazazi kwenye familia, kila mmoja na gadget zake, watoto wamewanunulia na wanasema sasa mtoto wangu sasa hivi ameenda kidato cha kwanza ametosha. Na kulingana na vile anavyomuona na nidhamu aliyonayo huyu mtoto, hawezi kumshuku kwa jambo lolote
anaamini kwamba hata hakuna lolote. Nazungumzia uhalisia kabisa, mfano nakupa ulio hai. Sababu rafiki yangu ghafla bin vu, mtoto wake amefika kidato cha pili, amempa simu, anajua hakuna application hata moja ya social platforms yani ambazo anazo kwa simu, yeye yuko pale kufanya homework zake na mambo kama yale. Lakini akaja kugundua kitu cha kushtua sana alipoingia na akapata yuko WhatsApp, yuko Instagram na account ambayo hata majina hajui ameficha sana. Akaanza kushtuka na ikamshtua sana kiasi ya kwamba anashindwa tamhandle vipi. Na alipoanza kumuuliza anakiri na anazungumza zaidi na labda wavulana hata zaidi ya 3, na mambo anayozungumza ni ya kutisha na anamwamini sana. Alikaa karibu wiki nzima anatafakari na anashindwa ni vipi hili anaweza kulitatua. Sijui kama mtaalamu wa afya uzazi, ni hapa kwenye familia tunaweza kulihandle vipi? Manake ni kana kwamba tunaona mzazi anaweza kuona huyu hapana hajafikia hapo, kumbe hata yuko mbele yako. Chanzo cha kila kitu huanza kwa familia. Na huyu mtoto kila kitu ambacho atafanya itaanza hapa kwa familia. Ndio. Iwapo sisi kama familia tutaweka uwazi, na mtoto wako sasa umemnunulia simu, wewe mwenyewe wajua hii simu iko na hizi accounts na vitu mingi. Pia uje huyu mtoto anakuwa ako na marafiki kule shuleni. Hawa marafiki ni wa aina tofauti. Kwa hivyo wewe ni uweke uwazi. Unaweza hata muonyesha simu yako. Unamwambia mimi niko kwa hii. Hebu nionyeshe. Si eti wewe hujui kutumia hii WhatsApp ama Instagram ama nini. Unaweza muuliza mami nionyeshe hii inafanywa nini? Na unaweza mwambia pia kuonyesha na simu yake. Unaweza muuliza pia anafanya nini, anaelewa vipi. Kwa sababu hivyo ndio utaweka uwazi kati yako na yule mtoto. Na mueleze pia athari zilizoko. Kwa sababu lazima ajue kule nje kuna watu wengi. Tukubaliane kuwa kwa hizi platforms kuna mambo mengi yanatendeka. Kuna watu wa haki na kuna pia watu ambao wako pale kuweza kuchukua watu kuwafanyia mambo mbaya. Na hao watoto wetu tukiweza kuachia kwa dunia wataona mambo mengi. Lakini sisi wenyewe kama wazazi tukiwa wa kwanza, usimkataze kabisa kutumia hizi vitu, but pia ukimueleza adhari zake, yeye mwenyewe atatumia kwa umakini, na akiona kitu ambao haifai ataweza kukuuliza. Na ni utengeneze ile environment ambao huyu mtoto wako pia akikuja kwambia na kuna huyu mwenye ananiambia hivi na hivi, wewe hautaanza kumfukuza, kuanza kumfokea na pia kumwambia mambo ambayo haifai, kwa sababu wakati hiyo kitu itatendeka tena hataweza kuja kukueleza. Atajua kumbe mama kwa hivi, kumbe baba kwa hivi, siwezi kuja nimuulize kama kuna kitu mbaya inatendeka. Atenda labda kwa rafiki yake ambaye pia haelewi ni nini inatendeka. Lakini iwapo sisi tutakuwa ni sisi tunachukua ile jukumu, hata mtoto akuja kwambia na nimepata boyfriend ama nimefanyika kitu fulani, uanze kusikiza, pia kutumia umaarifa. Ama kama ni kitu ambao uwezi, kuna yule mzazi ambao labda mimi hapa niko na mtoto wa miaka 10 na wewe uko na mtoto wa miaka 10. Wangu akuja niulize kitu ambao sina jawabu ama sina jibu ya kumpea saizi. Nitaambia tutaongea baadaye. Lakini mimi niende kwa maarifa yangu niulize mtu mwingine ambaye ako na mtoto kama yule, na tunaweza shirikiana na tuongee, tuone vile tunaweza saidia huyu mtoto. Kwa hivyo ukikuja pande ongea na yule mtoto, utakuwa tayari ushapata ujumbe ambao utakuwa bora zaidi. Zungumza na mzazi ambaye sasa hivi yamemkumba, ataliteleza labda kupitia na kuyanisha mambo haya yote kwa ajili ya mtoto wake. Watoto amegundua sasa kushaharibika na hata haambiliki yule. Wewe ni mtaalamu wa afya uzazi na ni miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kusaidia pakubwa watu pale, na lengo ni katika siku hii ya kimataifa familia ni kuleta familia pamoja. Unaweza waambiaje? Unaweza mwambia yule sasa amefika pale, mimi nitafanya nini sasa? Yaani pale imefikia kwa watoto wangu, nitachukua hatua gani? Sasa tujue kuwa pia kuna hizi hospitali kama hospitali yetu ambao tunaofa huduma za youth friendly services ambazo ni za kirafiki kwa hao watoto wadogo, na huwa tunapeana ushauri. Kwa hivyo unaweza aidha kuja kwa kliniki zetu, tutaweza kumzungumzia yule mtoto wako, tutaweza pia kumwangalia na kumpea maarifa ambayo inafaa. Kwa sababu mambo zingine pia hata kama mzazi unaweza kuwa hauna jibu ya kila kitu. Na kuna vitu zingine pia uwezi suluhisha. Kwa hivyo ni muhimu pia ujue pale ambapo utaweza kumsaidia kupata hizi huduma. Na tujue sisi kama wazazi ndio tuko na ile
uwezo wa kupeana idhini mtoto wako aweze kuhudumiwa, sana sana kama hajapita miaka 18. Kwa hivyo wewe kama mzazi ni uchukue ile jukumu kuweza kumfikisha yule mtoto wako kwa kliniki, aweze kuhudumiwa, aweze kupewa ushauri, ndio aweze kufanya maamuzi bora zaidi ya maisha yake. Ya kwamba mimi ndio kichwa cha familia, nisikize mimi. Wajua hiyo ni mazungumzo ambayo nyinyi wenyewe mtafanya kule nyumbani. Ni mazungumzo ambayo tunaweza wapea nafasi muweze kuzungumza nyinyi wenyewe. Ikishindikana mtadili na mama. Mama akikuja atake ile njia tutaweza kumpatia. Bora atupatie idhini. Okay. Kwa sababu hizi ni njia ambazo zinahitaji idhini ndio iweze kupatia yule mama. Kwa hivyo kuna uwezekano mimi sitaki, yeye anataka, mkamshughulikia. Sababu yeye ndio inayomhusu. Tutawapea muda nyonyo mzungumza nyonyo kwa sababu pia hatutaki kuleta mvurugano kwa familia. Lakini uamuzi wa mwisho unakuwa na mama. Okay. Labda katika swala lingine kabla tuchukue simu, masuala ya mimba za mapema umesema ni moja wapo changamoto ambazo mnazishuhudia sana. Je, tukirudi pale katika mazungumzo ya masuala haya ya tendo la ndoa mangono, kukosa kwa wazazi kufunguka kwa watoto wao na kuambia mambo, ndio unahisi kwamba kunachangia ongezeko la hizo mimba? Maana kila saa unapata watoto wana mimba za mapema. Kwingine utasema kwamba labda ni wazazi wamekosa kuwajibika, na mara nyingi tukiweka mijadala kama hiyo hapa, unaona mama anarushiwa mawe, mama yake ndio amekosa, mama yake. Kila saa tunarushiwa mawe na tunayakubali. Lakini sijui utasema kwamba pia mzazi wa kiume anaweza kukua hapa analegea katika kutoa elimu kama hizi. Ni kweli, kwa sababu kila mzazi anafaa ahusike katika kuelimisha mtoto wake, pia kuweza kumpea ile support. Na kuna maswali zingine mtoto akikuja kuulize kama mzazi, ni jukumu lako kama mzazi kumjibu na kumwambia njia ambazo ni za kweli. Pia ile ruhusa ambayo tunapea watoto wetu. Saa zingine unapata mzazi unashughulika na shughuli za maisha za kila siku, hata ujui mtoto wako ako wapi. Mtoto anakuwa anakuja usiku. Mtoto anaweza enda ashinde siku yote, ujui ameshinda wapi, saa ile hayuko shuleni. Kwa hivyo unapatia huyu mtoto nafasi mingi ya kufanya vitu mingi ambazo si za haki. Kwa hivyo kama wazazi tunahusika sana kwa hizi mambo vile zinatendeka. But pia watoto wetu lazima tuweze kuwaelimisha na kuwapea njia ambazo ni za kweli. Wale community leaders tuweze kuhusikana na wao, kwa sababu na pia watu wa kanisa na misikiti waweze kuelimisha hao watoto wetu ndio wajue njia za haki na za kweli za kuwafuatia za maisha. Upangaji wa uzazi. Maana hapa wengi huwa wanasingizia uchumi, mambo yalivyo. Unapata mama tu anafanya maamuzi pasi ya kumshauri mume wake kwamba ameamua anakwenda kuchukua ama kuweza kupitia njia za upanga uzazi kuzuia. So mume alikuwa ametamani kuwa na watoto 6. Huyu mama amekwenda amefika 3 anasema sitaki. Taniwa. Anakwenda kisiri kwa wataalamu wa afya kama nyie kwenda kutafuta mbinu za kuzuia yeye kuweza kuzaa. Sasa mume pale anapitia bidii zake zote, anaona anapiga pasipo. Kumbe mama aliamua kitabu. Mambo kama haya fedha sijui unayachukuliaje? Hili uamuzi ule unapaswa kutolewa na nani? Jamaa anapiga mablanke huko. Ni mambo ambayo yanatendeka kwa familia zetu, lakini tukubaliane kwamba ni muhimu watu waweze kuongea na kuzungumza. Mnaweza kuwa kwanza mkianza uhusiano wenu mlizungumza na mkashauriana mkasema tutataka watoto 5. Lakini pia vile maisha inaendelea, ni muhimu mrudi tena muweze kuongea na muone vile hii mambo inaenda na shule na pia chakula, kila kitu ambayo inahitajika kwa familia, tuendelee kuongeza watoto ama hapana. Lakini uamuzi wa mwisho huwa uko na mama. Ni muhimu waweze kuzungumza wote kwa pamoja, wafanye uamuzi, kwa sababu kwa hizi family planning kuna pia zile mambo ambazo zinatendeka. Kwa hivyo kwa familia ni muhimu muweze kuamua kwa pamoja. Lakini tuseme kwa sasa mama akikuja hospitali anataka njia ya kupanga uzazi, tutazungumza na yeye, tutamueleza vile inafanya, kama kuna madhara ambayo unaweza pata ukitumia ile njia, na kisha baada ya hapo utaweza kufanya uamuzi na utupatie ile consent. Kwa hivyo hata baba akija pale akisema kwa nini mumefanyia hivi, uamuzi bado uko na yule mama. Kumbuka pia tuna ile confidentiality. Hatuwezi mzee kuja anze kuniambia kuna mgonjwa ambaye anaitwa fulani alikuja hapa tukampea huduma. Hata kumwambia ni huduma gani tulimpea kwanza hatuwezi mpea, kwa sababu yule mama alipokuja kwetu alituamini. Na ni jukumu letu kuweka ile ujumbe wake ama mambo ambayo tulizungumza kisiri. Kwa hivyo hatuwezi anza kuongea na mtu mwingine ambaye anakuja kuuliza kuhusu yule mgonjwa ambaye nimeona.
Hata wewe kama ni mgonjwa mko kwa foleni na mgonjwa mwingine, nikae na yeye saa moja tu hapo ndani tunaongea, tunazungumza, ndampea huduma. Akitoka hata kama alikuwa kama nitakuomba tu msamaha, nimekuweka sana lakini sitakwambia mimi mgonjwa alikuwa na shida fulani ndio maana nimekaa sana. Kama ni mke wako. Hata kama ni mke wako. Labda muingie pamoja na yeye na anipe ruhusa tuweze kuzungumza. Okay. Kwa sababu ni idhini, ni concept ambao tunatumia. So maamuzi yake mna heshimu. Tunaheshimu. Nataka kunipanga uzazi, niangalieni ipi ambayo inanifaa, mnieleze, mnamhudumia. Tunamhudumia. Hayo yangu na yeye hiyo tutapambana. Hiyo ni yenu nyinyi wawili. Mkiingia nyinyi wawili tutaongea na nyinyi, tutaeleza, mtatuuliza maswali tutajibu. Lakini zaidi ya hapo inakuwa ni yenu nyinyi wenyewe. Hapa kuna maswali, naona kuna jamaa anatupigia simu, acha tuchukue simu moja kwanza alafu tuendelee. Mara nyingi sijui kufikia sasa wanaume wengi wameanza kulikumbatia hilo kiupande wenu ama bado lina changamoto? Kuna wale wanachukua lakini bado kuna changamoto. Pia tuelewe kuwa hii njia ni ile ya kufunga kabisa. Kwa hivyo hatuwezi kufunga saa hizi, baada ya miaka 2-3 tuweze kuiregesha tena. Kwa hivyo lazima kama familia mkuu mmepata watoto ambao mnataka. Mmepata watoto 3, 4, 5 na mkasema hao wametosha. Hatutaki wengine. Kwa hivyo si eti utatumia baadaye ukuje ubandilishe. Ndio maana kidogo inakuwa na tashwishi kwa sababu si rahisi. Kuna hii muda ambao labda umepata mtoto wa kwanza unataka ukae miaka 2-3 ndio uweze kupata mtoto mwingine. Yes. Kwa hivyo lazima utumie ile njia ya kupanga uzazi ambayo unaweza regesha. Na sana sana za kina mama ndizo njia ambazo ni aidha ni za muda mfupi ama za muda mrefu. Lakini ukiachana na ile njia unaweza bado upata mimba ama ukapata mtoto baadaye. Nasikia kuna mmoja kama mnao katika muda wa mwaka mmoja itakuwa tayari kabisa. Sisi pia tunaweza kujipanga ukitaka kama mwanamume, mbali na hiyo vasectomy, kujimaliza kabisa kisiasa au kutumia mipira. Nasikia kuna pili zaja. Unaanza meza basi. Umesema mtakuwa mnajimaliza kisiasa. Hiyo ya kujimaliza kisiasa kabisa ni mbaya. Wacha nisikie jamaa anasema ku space kwa watoto. Hiyo inalingana na kila familia. Lakini miaka 2 hadi 5, katikati ya miaka 2 hadi miaka 5, unaweza space miaka 2 hadi miaka 5. Huwa sana sana ni muda ambao ni mwafaka kwa sababu ile mtoto tayari atakuwa amekuwa kiasi ambacho tu ukipata mimba nyingine kulea mtoto mwingine umemwachisha kunyonya itakuwa bora zaidi. Pia kwa hizi njia za kupanga uzazi huwa kuna njia tofauti. Kuna zile njia ambazo ziko na dawa ndani yake na kuna zile hazina dawa ndani peke yake ndani yake. Kwa hivyo kuna zile ambazo tukisema haziongezi uzito wa mwanamke kwa njia yoyote na pia hazitadhuru hamu yake ya mapenzi kwa njia yoyote. Na kuna hizi zingine ambazo ziko na hormones ama dawa ndani yake ambazo kwa kuongeza uzani huwa ni unaweza ongeza kilo 2 ama upunguze kilo 2. Pia inalingana na mwili wa mtu. Kwa hivyo ukikuja kwa kliniki zetu tutaweza kukupea ushauri zaidi na pia kukupima na kuangalia ni njia gani ambayo ni mwafaka zaidi kwako. Na hiyo namba ambayo nimewapatia ni ya WhatsApp ya contact center ambayo mnaweza tumia muweze kupata majibu zaidi ama kuelekezwa kwa kliniki zetu ambazo ziko kila mahali. Ameuliza ni muda gani mwafaka wa kuzungumza na mke wake masuala haya? Swali lake la kwanza. Muda mwafaka kama mko na mtoto sasa ile mmezaa kwa the first 0 to 6 weeks kwa sababu ni muhimu sana kwa muda kwa wakati mtoto anafika wiki 6 mkwe mshaamua labda njia gani ya kupanga uzazi ama kama bado hamna mtoto sasa ile mmeanza uhusiano mweze kujua kama mko tayari kupata mimba. Kwa sababu ukianza uhusiano wa kimapenzi inamaanisha unaweza pata mimba na pia kuna hizi magonjwa ambazo mtu anaweza pata. Kwa hivyo sasa ile ukishapata mtoto kabla afike wiki 6 ni mzuri muweze kuzungumza kama familia mkubaliane na tumepata mtoto wa kwanza ama wa pili mwingine tunataka baada ya muda gani. Hiyo ndio swali kwanza unajiuliza, unataka mtoto baada ya muda gani. Ukishajua hivyo utakuwa rahisi kuchagua ile njia
ambao unaweza tumia kujipanga kiuzazi. Pia kama umeanza uhusiano, labda bado hamjafanya ndoa ama ndio mmefanya ndoa, nataka mjipange, mnunue vitu kwa nyumba kwanza kabla mlete mtoto. Pia mnaweza ambiana tunataka tukae miezi 3, miezi 6 ama mwaka moja kabla tuanze kupata watoto. Sasa hapo ndio mtaweza kuzungumza na mkubaliane. Na tuseme kupanga uzazi inakuwa rahisi sana kama mtazungumza kama familia. Mzee anajua unatumia njia fulani na wewe mwenyewe unajua unatumia njia fulani. Hivyo hamtakuwa na mvurugano. Lakini pia uamuzi tuseme lazima mama akuweze kuamua anataka aje na maisha yake. Ana mpango gani? Wazazi wetu waliotuzaa sisi walikuwa na mpango mzuri sana. Kwetu katika familia kila mmoja miaka miwili tofauti. Tuliwauliza kama walikuwa wanatumia hii upangaji uzazi, anasema hata, lakini wakati nilikuwa nikinyonyesha, na si mmoja au wawili, wengi, kwamba nilikuwa sizipata ujauzito. Nikishaachisha kunyonyesha mtoto tu napata ujauzito. Wengine wanatumia mpaka leo na wanasema urongo, walikuwa wanatuenjoy. Ama ni nini? Ama ni mindset. Iko kitu kama hicho kiko kweli katika upangaji uzazi. Sema sisi tulikuwa tunapanga kwamba nikishaachisha kunyonyesha mtoto ujauzito unaingia automatically. Wamesema wengi waliotangulia huko. Iko lakini iko na sheria yake pia, na huwa inafanya kazi miezi 6 ya kwanza. Hala. Kwa sababu ukishajifungua miezi 6 ya kwanza unafaa unyonyeshe mtoto bila kumpatia kitu chochote. Ndio. Pia kama hedhi zako hazijarudi bando, na ikuwe ni katikati ya miezi 6 ya kwanza. Baada ya miezi 6 kama utatumia hiyo njia, hata kama hedhi hazijarudi na unanyonyesha, utapata mimba. Hayo mambo ya wazazi tu. Hiyo nyingine ilikuwa tu ni kujaribu na Mungu kuwasaidia. Na mindset. Pia tuangalie na tukiambiana ukweli, si familia zote ambazo watoto wameachana na miaka 2. Wengine watoto wameachana mwaka 1. Kwa sababu inalingana na mwili ya mwanamke. Zile chakula pia tunakula saizi ni tofauti. Tofauti huko na mihogo yao. Maisha yetu saizi ni tofauti sana na maisha yenyewe walikuwa wanaishi. Ndio. Mama, uko na ujauzito. Mwili yako imebadilika. Yule mtoto wako anaona. Utaenda hospitali ukuje na mtoto. Mtoto wako pia ataona mwili yako imebadilika. Tukubaliana watoto wako ni werevu. Sasa hivi kama zamani. Si kama zamani. Kuna cartoons wanaangalia wanaona runinga. Wanaona hizi mambo zinatendeka. Ukikaa pale kwa meza unaangalia news, kuna mambo ambayo wanasikia kuhusu mambo ya uzazi, kupata watoto. Ndio. Wataelewa hizi mambo. Kwa hivyo ni jukumu lako kama mtoto. Utamwambia tunategemea mtoto atakuja. Unataka ndugu wa kike ama wa kiume? Utajua tu vile utaeleza mtoto kulingana na umri wake. Si uweze kumwambia nilienda hospitali nikaza. Unaweza mwambia nilienda hospitali nikapasuliwa tumbo mtoto akatoka. Kisha akishakuwa mkubwa ataweza kuelewa kwenye mtoto anatoka. Utaweza kumueleza kwa kirefu. Mwili yake ikianza kubadilika, utaweza kumueleza kwa kirefu. Lakini kwa sasa lazima pia ajue huyu mtoto alitoka kwa tumbo lako. Okay, naona muda unatupa kisogo, tutakuwa tunakupatia msikilizaji nambari hii, lakini labda ushauri wako wa mwisho tunapoadhimisha siku ya familia, kwa wazazi, kwa wananchi kwa ujumla kuhusiana na afya ya uzazi, unaweza kuambiaje Fedha tukimalizia? Familia ndio mwanzo wa maisha ya kila mtu, na ndio tuweze kupata afya ya uzazi lazima tuanze kwa kuzungumza. Kwa sababu tusipoanza haya mazungumzo nyumbani, tutakuwa hatuwaelekezi wale watoto wetu. Pia sisi wenyewe kwa wenyewe, kama wewe bwana na bibi hamwezi zungumza mkubaliane, mnataka watoto wangapi kwa familia yenu, mnataka muachishe hao watoto miaka ngapi, itakuwa ni ngumu sana kama familia kuendelea. Kwa hivyo ndio muweze kuendelea, ndio mlee familia vizuri, ni muhimu sana muweze kuzungumza, ndio muweze kuelewana.